pesa niweke and then sitakufa na hizo. Si hata nikikufa sitaenda nazo, but that one life I'll touch, it will. Kuna msee alikuwa ananiambia I'm using so much, I should start saving. Nikamwambia no. Nita save, but siwezi kaa na pesa kwa mfuko. Familia, mtu akiwa na shida mahali. Saa hii tunaenda hapa Githei. Kuna families kama 10 ziko hapa down side ya reli. Niliambiwa wako pabaya. Ni buy hizo 10 packets, natumia kamkoko kangu na ileta store hapo hivyo, and then I start distributing them from the store. My name is Samuel Maina, and I'm a resident hapa Kikuyu, and I'm a hustler, and on top of that I'm a student at the Technical University of Kenya, 4th year, undertaking industrial and applied chemistry. I was born in Naivasha, that is in Nakuru County, and some few family disputes between my mother and my father made us to relocate here. So my mother was jobless, my father is not there. So life was a bit challenging. Mother anashindanga akinikumbusha, Maina, unajua kuna siku uliniuliza kama tumekuja huku kukufa. Saa hizo tumekaa sijui siku 2-3 kukufa. Saa hizo mother amekuja huku, hana job, tumepotelea vita home. Huku ni mahali, huku ni it is a new area. So we depended on kusaidiwa na watu. They used to come home wanatuletea shopping, and tumefika hapa. I'm a product of well wishes. That's why you see me helping, because I was helped. Pia mimi I must pay goodness with goodness and kindness with kindness. Wakati nilimaliza high school nikajua kuhustle vizuri, hapo ndipo nimekuja nikaanza kusaidia full force. Mimi nimeengage na job since nikiwa mtoi. So hiyo time tumekuja madhe hana job. So mimi nikafundishwa kutafuta scrap. Unaona urutu boy tunazunguka na scrap tukitafuta. So mimi nimetafuta scrap up to sijui class 8. Nakumbukanga hata hiyo time ya rehearsal. Nilitoka rehearsal badala ya kwenda kusomea exam nikaenda kutafuta scrap na niliuza 4 kg. Nikasema God, si nimeuza 4 kg hii nitapata 400. Basi kupata 400 but I was at least near. So job nimeengage na job high school, nikaingia high school ndio hapo sasa mzae si amekuja huko amenunua mikoko ndio nikaingilia kazi ya mkokoteni. Tumeuza maji, kubeba mizigo, kuosha vilabu, nimeosha pubs hapa down hapa Kikuyu, nimeosha mashule, hata gari sometimes hapo kaosh. As in I've done so many things that nimejua vitu mingi sana, and then nimeingiana na mama wa soko, nimejua katakata sukuma. My mother alikuwa ameweka kakibanda hapa, so nilikuwa nakata hapa. And all those jobs I do, perhaps unalipwa mbao. Sasa hapo ndipo unapatanga bao 10, 100. At the end of the day utakuwa na pesa zako. So unatenga hizo pesa unasave. Nilianza job ya maji vizuri after form 4. Hii ndio job nimekuwa nikifanya ya maji. Ndio nimekuwa nikifanya nikiwa high school na nikaingilia full force ikiwa yangu after high school. Nauzanga maji na mitungi hizi, mtungi moja ni 20 bob. So nakuuzia na chotanga nikiwa shule na tokianga jioni na uza kagari kamoja. Ako kananipea 3 so kuna job zingine na engage hapa stage kusafisha tumikahawa hapo ya hizo maji chafu. Hiyo na nikiwa shule at the end of the day najipata niko na 500 ndio wanga ina sustain campus, ndio imekuwa ikinipea hizo pesa na save za fees na upkeep ya shule, fare, food na spend 3. So at the end of the day nakuwa nimesave 200. Basi kila siku na saving hizo nikisave hapo ndipo natoanga hizo pesa za kukuja kusaidia. Sasa ngwashe nimeingilia juzi. I have about 2 weeks selling ngwashe. Nazungusha na mkoko, nauzianga Longwa Yakiwe, naenda polepole tu nikiingia huko mitaani. Kiwa nimevuta mkoko nafika mahali kunaitwa Uthiru ama 87. And then naanza kurudi polepole nikiuza. Nasimama Regen, nasimama hizo shopping centers as well as nikisupply. Kuna order nakuanga nazo kwa phone.
hizo sasa ndizo zinanisaidianga because I post these photos selling using kwa Facebook, and out of that I get orders. Mimi nasemanga kazi ni kazi. That's what my mother taught me and my father taught me. Na kuna shilingi haiwezi kusaidia. So mimi hizi majob nafanyanga huku mtaani wanaziitanga odd jobs. To me they are not odd as long as zinaniletea pesa na zinabakisha pesa za kusaidia watu. So mimi naweza ambia tu vijana, hey, ukiwa huko mtaani, tokea nje. Mimi wakinipata sikatangi kuwasaidia. Hii mkokoteni kuna vijana imerudishwa saizi, unaona iko wetu. Kuna vijana wawili wamekuja, mimi siwanyimangi mkoko na hata siwalipishangi, hao vijana siwalipishangi. Wanakuja kuchota maji na wanachota maji pia yenye mimi nachota na wanauzia customers wenye nauzia. So wanakujanga na wapatia na wasupportingi hata na mitungi zangu. Na wapea wanaenda wanachota maji wananirudishia mkoko after wamechota kadhaa, na mimi sasa naendelea. But wakipata kazi nyingine wanipigie na waambianga mkoko iko hapo kama azienda. So fani kuna mikokoteni 3. So zimekombolewa, zingine zimekombolewa na zingine. Sasa hao vijana, those 2 men siwezi wanyima, na mwingine akikuja aniambie ni support, I'll support them. Si nimfundishe kutega samaki. I want to leave the legacy that no one is too poor to give, and it doesn't take millions to give. With the little you have, it can be shared among so many families. You don't have to have millions in the bank. And when you learn the art of sharing, my friend, hautawahi kosa. You'll never lack. So far, hizi ngwashe hata dizo, the profit I'm earning from this, ndio sasa, at least sasa, naona ikisaidia mahali kwingine. No one is too poor to give. Kuna msee alikuwa ananiambia I'm using so much, I should start saving. Nikamwambia no. Nitasave, but siwezi kaa na pesa kwa mfuko. Familia, mtu akiwa na shida mahali. Hapa ni Githei. Hapa ndipo nimekuwa nikinunua hizo maunga zote. Nimekuja tununue zingine kidogo tupelekee familia ziko hapa chini before niende kusupply ngwashi. At least wakule wasigojee ni utoke kuuza ngwashi watoto wakufe nje. Sasa hichi kuchukua tunapeleka. Ama kuna familia nimeambia wakujie, wanaweza nipata hapa stage. Tutaziweka hapo stage wakujie, and then wape, and then nianze kusupply zile ngwashi, zile orders. I handle the orders. Unajua ngaji ni nani utasaidia? Okay, cases ziko huku. Mimi nimezaliwa hapa. Ukitembea mahali unajua hey hapa unaangalia mtu, unaangalia family because you've been here all time, you know them better. Si ati ni mtu anakuja tu out of nowhere, unaenda pale, you've been on the ground, unajua vile mambo iko. So hapo ndipo najua I identify those people to help. Kijana yuko alikuwa amekuja akatuambia unga ni ya kupeana. Alianza na 20 akakujia 20, amechukua almost unga 195, something to do with 195. Akatuambia ni ya kupeana. Sasa hata sisi tukaona wakati wao hii profit, hata sisi tumsaidie tukamlipia na hicho anayekuwa 20. Wow, yeah. Mbona mlifanya hivyo? Tulifanya hivyo hata sisi tukipenda kusaidia. We saw he was doing good work, he was helping. So it was good. Juzi was my birthday on 6th, and then hii idea nilikuwa na idea since January. Nilikuwa na idea nibaie birthday yangu, nibaie watu wa Kware juu hawakumbukangu, wanakumbukangu wakati wameporomokewa. Nilikuwa nitenge a few cash niwatembelee, niwapelekee maunga, and this covid thing ikakuja. So ndio nikaona wase wa Kware, sitapelekea wase wa Kware hizi unga, nitabai unga nipelekee wase wenye wako adversely affected by this thing. So ndio nilikuwa na 8,000 nilikuwa nimechanga zangu, nimetanga since January, so nimesave pole tu 8,000, and then my former primary school teacher akanipea 2K and a friend gave me 3K. So that was 13,000. I went to the local posher mill and bought unga za 10,000. It was 10,000. Hizo nikasupply hapa na nikasupply washosho wengine wana huku hivi. Some of which nilikuwa napeleka msee analia, machozi analia.
So ndio hiyo nikapost hiyo story FB. Hata sikujua hiyo picha itaenda viral. It went viral and watu wakanichangia and ikafika so far. Tukifikia jana tulikuwa tumenunua unga za 55,000 giving them to families adversely affected here. At most we had about 200 bags of 5 kg. Tukapeleka as far as Kamango, Ndia, kwa washosho and the rest tulisupply na mkoko. We supplied hizo maunga na mkoko. Tukapeleka as far as Gitaro. Kuna mama fulani ako na watoto 5 tulipelekea unga hapa Gitaro. Alitutolea bucket akatuambia ati unga iliisha. And unaona God has used you. Alitutolea bucket akatuambia Rosi, asubuhi unga iliisha. Nikaambia Mungu unga imeisha na sina pesa, wewe tumana. Tulimpelekea 10 kgs and before to end she was literally crying there. Akituambia umetumika na Mungu and I feel so humbled that it is like God who sent me there. Hii unga ni kidogo sana. Hakuna haja uende upatie mtu alafu mwambie let's pose for a photo, na ni kilo 5 tu. Ni kilo 5 peke yake. Kilo 5 ni kidogo sana, hawezi kula siku mingi, ni siku kidogo tu. So I care so much about the dignity of the person benefiting from this unga. So wewe utaki ujulikane ati unapia una post position. Staki mwenye napea ajulikane nimempea unga. Sasa hao hizi ndio zimebaki utaweka wapi? Hizi napeleka kwa store. Kwa store mahali naekanga mahali unga na distribute from. Nikiona mtu amefurahi, ile furaha nilifurahi tukiletewa unga, nikilipiwa fees na mama sijui. Campus nitakwambia nililipiwa fees ya for year 20,500 na mama sijui. By the way alinilipia, after kunilipia kafuta namba yangu akaniambia it was not for any attachment, ni venye tu nilisikia nikulipia. So that thing ikaniguza sana, kanilipia but nilikuwa nimejisevia zangu zile nilikuwa nilipe. So si hizo nikaamua because amenilipia hizi pesa nitazichukua nizirudishe high school kwenye nilikuwa nasoma, ziende zikasaidia mtoto ambaye ako mahali kama nilikuwa. And I called the principal Rungiri High School and nikamwambia nitafutie mtoto mmoja nimpatie hiyo 16,000. And I went there and he paid the cash and the kid was almost crying there. And all that cash had been raised by these Mikokotenis and the wide range of gigs that I engage in. Hizi pesa tunatafutanga tutumie. Uwezi tafuta pesa niweke and then sitakufa na hizo. Hata nikikufa sitaenda nazo. But that one life I'll touch, it will. Mimi nilikuwa nalala njaa napelekea watu unga sasa. I'm so grateful to God. Since nikiwa mdogo nimekuwa nikisaidiwa and naona wow. I'm doing the same. Wow, God is blessing me. I'm going somewhere. God is blessing me. My message to Kenyans is that let's be our neighbor's keeper. Saa hizi mambo ni mbaya. Mahali tumepeleka unga, watu wanalala njaa. Watu wako na njaa. Usikuwa na unga kwako, unga 2, 3. Neighbor yako akilala njaa. Mpatie hiyo moja.